Ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na wadau mbalimbali zikiwemo ofisi za kurugenzi 5 za mkoa wa Dar es Salaam imeandaa hafla ya utoaji zawadi kwa watu wenye mahitaji maalum wakiwemo watoto wanaolelewa kwenye makao, kwa watu wa kuaminika, walio kwenye mabusu ya watoto, vijana wenye ulemavu wanaotoka katika chuo cha watu wenye ulemavu Vyombo, pamoja na wazee wasiojiweza wanaolelewa katika makao ya Nunge. Na hii ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa na utaratibu wa kuwafikia na kuwashika mkono wa heri wa Tanzania wenye mahitaji maalum hasa katika nyakati za sikukuu na sherehe mbalimbali. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Afisa ustawi wa jamii mkoa wa Dar es Salaam Bwana Nyamara Elisha naye alikuwa na haya ya kuwasilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, itakumbukwa kuwa tarehe 29 Desemba 24 ulikabidhi zawadi za Christmas na mwaka mpya kwa wahitaji mbalimbali ikiwemo watoto wanaoishi kwenye makao ya watoto ambapo walitoka katika makao 9 ya halmashauri zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam. Hii yote ikiwa ni kuungana na Mheshimiwa Rais kuwafikia wahitaji hasa hawa watoto yatima na wanaoishi katika mazingira hatarishi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika mwendelezo huo wa moyo wa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utakabidhi mchele kilogramu 100, maharage kilogramu 50, mafuta ya kula lita 20, mbuzi mmoja na juice katoni 5. Na hivi vitatolewa kwa kila makao ambayo na kila makao, makazi ya wazee na chuo cha watu wenye ulemavu, isipokuwa tu katika mahabusu ya watoto ambapo utatoa mbuzi mmoja kwa sababu hivi vitu tayari wamekwisha kupewa wanavyo tayari. Kwa upande wake kaimu mkuu wa wilaya Ilala Bicharangwa Selemani alikuwa na haya ya kusema. Njia pekee ya kutoa booster ni kutoa sadaka, hasa kwa mayatima na watu ambao hawajiwezi. Kwa hiyo jambo hili lilofanya mkuu wa mkoa ni jambo kubwa sana ambalo linakujenga kiimani na kwa Mungu wako. Na tunaambiwa tunapotoa sadaka ujiangalie wewe mwenyewe unayetoa kitu ambacho nakipata, sio yule mtu anaenda kupokea. Kuna watu huwa wanakuwa na roho, nampa huyu anaweza sifikishe inapotakiwa. Lakini angalia wewe unaenda kupata nini kutoka kwa Muumba wako. Ndio maana tunataka tutoe sadaka, unaangalia unanufaika nini wewe, sio yule mtu ambaye anaenda kupokea. Kwa hiyo nipongeze sana mkuu wa mkoa, na sitake kuongea sana kwa sababu una ratiba nyingi. Nikukaribishe. Akikabidhi zawadi hizo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Albert Chalamila, ambaye ndiye mgeni rasmi wa hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa jiji Anatoglo siku ya tarehe 29 Machi 2025, alikuwa na haya ya kusema. Sasa leo ninyi watoto wazuri, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaungana na akina mama na akina baba, akina bibi, akina babu wanaowalea ninyi watoto wazuri wote kutoa mkono wa Idi al-Fitr, kutoa mkono wa heri kuelekea kwenye sikukuu kubwa ya Idi. Akasema Mheshimiwa Rais, basi wapelekeni wajukuu zangu wakaione sherehe hii vizuri, kwa sababu wameshiriki kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na wapo walioshiriki pia kwenye mwezi huu wa Kwaresma, waliofunga ili kupata baraka na thawabu kutoka kwa mtume wetu. Kwa hiyo ninyi watoto wazuri, najua wapo hapa ninyi ambao mna kina baba, lakini wengine hamjawahi kumuona baba. Mpo wengine ambao mmesikia tu kwamba mlikuwa na baba au mama na mama alishafariki au baba alishafariki. Lakini naombeni mjenge mioyo ya dhati kwamba kwenye dunia mnayoishi mmepata watu wazuri ambao wanafanya majukumu yaliyopaswa kufanywa na wazazi wenu. Lakini na ninyi mkikaa katika dua zenu, waombeni heri wale wote wanaowalea. Muombeni heri Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Lakini ombeni heri jamii ili iendelee kuwa na huruma ya kuweza kuwalea. Kesho mje mwe marais, mje mwe waziri mkuu, mje mwe wabunge, mje mwe viongozi na mje mwe watumishi wa serikali. Moyo wa huruma walionao wanawalea, moyo wa huruma walionao wale waliojenga makazi yenu, ni kwa sababu sio kwamba wameshiba kulea familia zao, ila wamegundua kwamba ninyi ni watu mnaostahili kuishi ili kesho muweze kuja kuwa watu na viongozi katika dunia. Mmenielewa watoto wazuri? Watu wazuri, mmenielewa vizuri? Lakini wapo watu hapa Dar es Salaam
wanawafuata walemavu huko mikoani kote, wanawachukua wale walemavu, wanawaweka kwenye nyumba, kwenye gesti, halafu wanawanunulia vibaiskeli, halafu wanaanza kuwazungusha kuomba, halafu jioni wananyang'anya zile hela walizopewa, halafu wao wanaendelea kupata neema kutokana na wale walemavu. Wapo watu hapa Dar es Salaam wanatumia ulemavu kujinufaisha wao na sio ulemavu kuweza kubadilisha maisha ya walemavu. Lakini ninyi watu wanaowalea hawajatumia kigezo cha uyatima, kigezo cha mazingira magumu na vigezo vingine vyote, bali wametumia nafasi hiyo kuweza kuwaneemesha. Sasa kwenu watumishi wa serikali, natoa wiki moja, wale watoto wote wanaopatikana usiku wa saa 6, saa 5, saa 4, ile barabara ya Haile Silas pale St. Peters, barabara Tule Drive pale Tanzanite mbele, pamoja na maeneo mengine yote, watoto hao na mama zao wachukuliwe hata kwa nguvu, wapelekwe kwenye vituo vilivyokushajengwa na serikali. Wapo watu ambao wanaendelea kutumia wale watu kujineemesha na kusumbua watoto kuweza kuombaomba barabarani, lakini serikali imeweka utaratibu mzuri wa kuwa na vile vituo. Kuendelea kuwaona pale linamaanisha kwamba serikali haijaweka utaratibu na mpango mzuri wa kuweza kuwalea wale watoto. Sasa natoa 1 week Dar es Salaam nzima, wale wote ambao wanazunguka na vibaiskeli, wale wote ambao wamekaa mahali wanaomba, wakamatwe wote, wapelekwe kwenye vile vituo vilivyojengwa na serikali, wakawekwe pale kwa ajili ya malezi, na kama kuna mtu atatoka tena kwenye kile kituo au vile vituo, basi huyo hatua kali za kisheria zitaweza kuchukuliwa dhidi yake au dhidi ya mzazi anayefanya hivyo. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Na kwa upande wao washiriki mbalimbali walioshiriki hafla hiyo walitoa maoni yao kama ifuatavyo. Nimejisikia faraja sana siku hii ya leo na sisi kushikwa mkono, watu wa kuaminika. Sababu watu wa kuaminika tunakaa na watoto sana, lakini unaweza kukaa na mtoto miezi 3, 6, vingapi akaondoka akachukuliwa kwenda kwenye kituo. Kwa hiyo tunakaa na watoto muda mwingi. Kwa hiyo nimefarijika sana kwa leo kwa mheshimiwa wetu Rais Samia kutushika mkono kwa kumtumia mkuu wa mkoa wetu ndugu yetu Chalamila. Nimefarijika sana na ninaomba hata kwa wengine kama wapo wadau ambao wanaguswa, kwa kweli waje waonane na afisa ustawi wa mkoa wa Dar es Salaam, kuna wahitaji ni wengi sana. Siku ya leo tuna furaha sana, tumefarijika sana kwa serikali yetu, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutushika mkono, kwa kutukumbuka watu wa makao katika siku hizi za Idi na Pasaka, kwa kutupatia chakula kama mnavyoona, mchele, tumepata sukari, tumepata maharage, tumepata mbuzi na juice. Kwa kweli watoto watafarijika sana ndani ya makao kama watoto wengine ambao wako majumbani. Kwa hiyo tunasema asante sana, na wadau wote ambao wamechangia, tunaomba Mwenyezi Mungu awazidishie na wakumbuke wahitaji zaidi na zaidi. Mimi binafsi kama afisa limenigusa na ninampongeza mkuu wa mkoa kwa hatua na maelekezo aliyotoa kwetu sisi maafisa. Kwa kikubwa ni sisi sasa kuandaa mpango mkakati na mpango kazi wa namna ya kutekeleza zoezi la kuwaondoa hawa watu ambao wanawatumia watu wenye ulemavu katika shughuli za kuombaomba. Kikubwa ambacho sisi tutafanya kama maafisa ustawi kufuatana na maelekezo ambayo tumepewa na mkuu wa mkoa, basi tutapita kwenye maeneo yale ambayo yameainishwa, lakini tutaenda kupitia na maeneo mengine, tutatoa elimu sambamba na kutekeleza zoezi kwa ukamilifu ili kuweza kusaidia kupunguza tatizo. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.